Na mtazamaji wangu, kesi ya uhaini ya Tundu Lissu yafikia hatua muhimu. Mashuhuda 17 wameweza kutoa ushahidi. Natumai hujambo na karibu tena katika taarifa hii muhimu kuhusu kesi ya uhaini inayomkabidhi mwenyekiti wa chama Chadema Tundu Lissu. Baada ya kusimama kwa takriban miezi mitano, kesi hii imeanza tena Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam, na sasa imeweza kufikia hatua ambayo inaweza kuwa muhimu sana katika mchakato mzima wa kesi hiyo. Upande wa jamhuri umeendelea kuwasilisha mashahidi wake huku hadi Agosti tarehe 13 mwaka 2026 jumla ya mashahidi 17 wakiwa tayari wamefika katika mahakama na kutoa ushahidi, lakini swali kubwa linalozidi kuibuka sasa ni hili: kesi hii imefikia wapi? Kwa nini iliweza kusimamishwa miezi mitano, na ni nini hasa kimeweza kujitokeza katika ushahidi wa mashahidi wa jamhuri? Tuanze, ila ni vyema mtazamaji wangu kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Tundu Lissu anakabidhiwa na shtaka la uhaini nchini Tanzania. Alikamatwa Aprili 8 mwaka 2025 na siku iliyofuatia ikiwa Aprili 9 mwaka 2025 akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambako alisomewa shtaka hilo katika hatua ya awali ya mchakato wa kisheria. Baada ya hatua hizo za awali, shauri liliendelea katika Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam, ambako upande wa jamhuri uliweza kuwasilisha ushahidi na mashahidi wake. Lakini katika mwaka huu 2026 kesi hiyo ilifikia kwenye kikwazo kikubwa. Mnamo Februari, upande wa jamhuri uliweza kuwasilisha notisi ya kutaka kuongezwa kwa ushahidi mpya katika kesi hiyo. Hatua hiyo ilipingwa na Lissu na Mahakama Kuu Masjala ndogo Dar es Salaam na ikaweza kutupilia mbali notisi hiyo, ila jamhuri hawakuridhika na uamuzi huo na ikaweza kuamua kulifikisha swala hilo mahakama ya rufaa. Matokeo yake yaliweza kulazimu usikilizwaji na kesi hiyo katika Mahakama Kuu ikaweza kusimama ikishia kuelekea kusikizwa katika mahakama ya rufaa, ambako Mheshimiwa Tundu Lissu bado aliweza kuibuka kuwa mshindi. Mtazamaji wangu, kwa takriban miezi mitano kesi hiyo haikuendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu, huku swala hilo likisubiriwa katika mahakama ya rufani, na hapo ndipo kuliweza kutokea mabadiliko muhimu. Mahakama ya rufani ilitoa uamuzi kuhusu hoja iliyokuwa imeweza kuwasilishwa na jamhuri. Kwa upande wa Tundu Lissu, uamuzi huo uliondoa kikwazo kilichokuwa kimeweza kusababisha kesi kusimama, na hatimaye shauri liliweza kurudi katika Mahakama Kuu kwa ajili ya kuendelea kusikilizwa. Baada ya kusubiria kwa miezi kadhaa, usikilizwaji wa kesi ulianza tena Agosti 10 mwaka 2026, na tangu siku hiyo upande wa jamhuri umeendelea uwasilishaji wa ushahidi wake hadi kufikia Agosti 13. Mashahidi 17 walikuwa tayari wametoa ushahidi katika kesi hiyo, lakini kinachofanya hatua hii kuwa ya kuangaliwa kwa ukaribu ni namna ushahidi wa mashahidi hao unavyozidi kujadiliwa mahakamani kabla ya uamuzi kuweza kufanyika. Mtazamaji wangu, katika hatua mbalimbali Lissu amekuwa akiwauliza mashahidi wa jamhuri kuhusu taarifa walizoweza kuzitoa wakati wa uchunguzi, ni kama zinazidi kuendana na kile anachozidi kukisema mahakamani. Katika ushahidi wa Agosti 12, kwa mfano, Lissu aliweza kumuuliza shahidi kuhusu tofauti ya kile kilichokuwa katika maelezo yake ya maandishi na yale aliyowahi kuyatoa na kujibu alipokuwa akitoa ushahidi wa mdomo mahakamani, akilazimu shahidi kujibu ama kueleza kwamba alieleza kuhusiana na
aliweza kuandika kwa sababu ya tofauti hiyo katika maelezo yake, lakini alipoulizwa na wakili wa serikali alieleza kuwa alikuwa akijibu maswali kulingana na jinsi ambavyo mshtakiwa alikuwa akiulizwa ili aweze kujibu, naye kulazimika kujibu utofauti kabisa na alichokuwa kikisema kwa mdomo ama alichokuwa kikiandika mbeleni na kile alichokuwa akikijibu kwa mdomo. Vile mtazamaji wangu, jambo jingine lililoweza kuulizwa mahakamani lilihusu video zilizokuwa zikitumika katika uchunguzi. Shahidi aliweza kulazimika kumjibu Mheshimiwa Tundu Lissu ya kwamba polisi waliweza kutazama video iliyokuwa imewekwa katika mitandao ya kijamii, lakini hakuwahi kuangalia video zilizokuwa kwenye vifaa vya kuhifadhia taarifa vilivyotajwa ikiwemo memory card pamoja na flash disk, jambo ambalo Mheshimiwa Lissu limemwacha akiwa kicheka, kwani shahidi huyu ameenda kinyume kabisa na kama ilivyokuwa imeweza kunakiliwa ya kwamba shahidi huyo ndiye aliyechukua video ambazo akaweza kuzihifadhi katika flash disk hiyo pamoja na memory card kama jambo ama kama kitu atakachokuwa kikitumia kudhibitisha uhaini aliyokuwa akinuia kufanya Mheshimiwa Tundu Lissu. Na mtazamaji wangu, kutokana na mashahidi hao 17 kuwasilisha hoja zao ambazo zilitegemewa kudhibitisha Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika serikali CCM ama kuvuruga uchaguzi wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwa kweli kile tunachozidi kukishuhudia kikiendelea ni tofauti kabisa na venye wengi hawakuwa wakiamini kama itaweza kufikia hatua hii, kwani hivi sasa kila kile kilichokuwa kikizungumzwa na shahidi kitaweza kuchunguzwa, na pia Mheshimiwa Tundu Lissu hivi sasa kwake ni afueni kidogo, kwani hatakuwa na nia yoyote ile ya ujibizano. Ataweza kuomba mahakama iweze kufanya uamuzi bila upendeleo wa aina yoyote ile, na sote tunafahamu kwamba kwa hali ya kisiasa ilivyokuwa tete hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja Mahakama Kuu itakuwa ni jambo la nadra kwenda kinyume na kufanya uamuzi wa haki iweze kupatikana. Na pia ningependa ufahamu kwamba juzi kati kuna moja kauli iliyoweza kutolewa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jinsi gani ambavyo kuna baadhi ya viongozi wa upinzani wanazidi kutoa matakwa yao ili kuweza kurejea kikamilifu kisiasa na pia kuachana na baadhi ya kesi zinazozidi kuhusisha serikali iliyoko madarakani. Huenda ikawa Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kuona kesi hii serikali itaweza kupoteza, Mheshimiwa Lissu ataweza kuishinda, na moja kwa moja kipindi na wakati ambapo ataweza kuwa huru na kuchukua usukani nafasi yake ya uwenyekiti katika chama Chadema, lazima uongozi ulioko serikalini huenda ukaweza kulipia muda na wakati ambao Mheshimiwa Lissu amekuwa gerezani, kauli aliyoweza kuitoa juzi kati. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kwa mwelekeo wa kesi hii ya uhaini inayoendelea kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu? Ila mashahidi 17 wameweza kutoa ushahidi wao huku Mahakama Kuu ikitarajiwa kufanya maamuzi. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.